Asante. Cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana tumesafiri salama kutoka Arusha mpaka kufika Dar es Salaam. Na so far wote tuko salama na tumeendelea na maandalizi kwa ajili ya mechi ya Yanga. Wachezaji wote tuko na morali. Tuko na morali kwa maana tunaamini kila mechi ile mbele yetu ni mechi ambayo tunahitaji kupata matokeo mazuri. Hivyo tupo tayari kwa ajili ya mchezo dhidi ya Yanga. Shukrani Jeffrey. Nakaribisha maswali kwa Jeffrey. Naam, Jeffrey, mko nafasi ya 13 kwenye msimamo wa ligi mkiwa na alama 22. Young Africa wako nafasi ya kwanza. Unafikiri kama wachezaji mnazungumza nini ambacho kuweza kumotivate kutoka chini kwenda juu? Kwa upande wetu kama wachezaji tunaona kila mechi tunahitaji tuweze kupata matokeo ambayo ni mazuri ya kututoa katika nafasi tuliyokuwepo na kuweza kutusogeza nafasi ambayo itakuwa nzuri na kuifanya timu iweze kusalia ligi kuu ikiwa katika mazingira salama. Kwa naamini mechi ya kesho itakuwa miongoni mwa mechi ambazo zinatuhitaji tuweze kupata matokeo mazuri ili kuweza kututoa sehemu tuliyokuwepo. Kwa hiyo itaenda kuwa mechi nzuri ambayo inatuhitaji tuweze kupata matokeo mazuri. Cha kwanza kinachotupush zaidi ni kwamba mazingira tuliyokuwepo, nafasi tuliyokuwepo kwenye table sio nzuri, kwa hiyo inatulazimu tuendelee kupambana kwa ajili ya kuitoa timu katika mazingira yaliyokuwepo. Kwa hiyo tuna morali kwenda kupambana kwa ajili ya kupata matokeo mazuri ili tutoke katika nafasi tuliyokuwepo, tukipata matokeo mazuri ya point 3 na tusogeze sehemu nzuri. Mara nyingi kama Yanga huwa inakuwa ni champion. Labda kwa nini ya kwa wachezaji pamoja na benchi la ufundi kwa ujumla kwamba mechi ya kesho inaweza tarajia ni mechi ambayo itaenda kupishana na Yanga kwa ajili ya kupata ushindi kwa asilimia 1 au mechi ambayo itakuwa ya yani tegemee kwamba kuona mchezo namna gani kesho kama ni kwanza mechi inaenda kuwa ngumu kwa sababu tunaenda kucheza mechi ambayo na timu kubwa ambayo na inahitaji pointi 3. Inaenda kuwa mchezo ambao utakuwa mgumu so far sababu kila mtu anahitaji kuweza kupata matokeo mazuri. Yanga anahitaji kupata matokeo mazuri, pia Coastal Union anahitaji kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo unaenda kuwa mchezo ambao ni wa upinzani. Mchezo ambao kila mtu anaenda kupambana kwa ajili ya kupata matokeo mazuri. Swali la mwisho. Timu ambayo imefunga magoli mengi zaidi kwa msimu. Mmejiandaaje timu nzima kuhakikisha kwamba mnakwenda kuilinda safu ya ulinzi ya mambo kama tuko tatu basi moja katika cha kwanza nafasi hii imepatikana kwa mwalimu kuweza kutoa masahihisho ya mechi kadhaa ambazo zilishapita. Always watu watafunga kutokana na kufanya makosa. Kwa naamini mwalimu amejaribu kutuelekeza namna kupunguza makosa. Unajua kupunguza makosa ndio sehemu ya ulinzi pia. Kwa naamini kutokana na mwalimu namna alivyotuelekeza basi tutaenda kuona mechi itakuwaje kwa sababu tushajiandaa na makosa yale mwalimu ambaye ameaona ameshafanyia masahihisho. Kwa naamini tutaenda kujua namna gani ya kuweza kupata matokeo mazuri au namna ya kufanya ulinzi ili tuweze kupoteza hiyo mechi. Jeffrey, sasa zungumza na mashabiki wa Namungo mashabiki wetu wa Coastal Union waendelee kuja kwa wingi, waendelee kuja kusupport kwa sababu bado haijaisha. Na sisi kama vijana wao tunaendelea kupambana na kuendelea kuipambania nembo ya Coastal Union. Kwa waje kwa wingi, waje kutusupport na ambao wako mbali waendelee kutuombea vile vile. Tutaendelea kupambana mpaka mwisho. Shukrani sana. Hao walikuwa ni Coastal Union ambao wamezungumza.
Asante sana. Awali ya yote tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kufika mkoani Dar es Salaam tukiwa katika hali nzuri kabisa. Kuelekea mchezo kesho dhidi ya Young African, sisi kama Coastal Union tumejiandaa vizuri kabisa kwa sababu tumepata wasaa kama siku mbili, tumekuwa na session yetu ya maboresho kutokea mchezo uliopita, lakini pia tumepata nafasi ya kuandaa mbinu zetu na mpango bora kuelekea mchezo dhidi ya Yanga, huku tukifahamu kabisa bora ambao Yanga wako nao, kwa sababu tunafahamu kabisa wao wanapambana ili waweze kupata ubingwa kwa msimu mwingine tena, lakini pia Coastal Union pia tunapambana kwa ajili ya kuendelea kuja katika nafasi nzuri katika msimamo wa ligi. Kwa hiyo tutakuwa na mchezo mzuri wenye ushindani ambapo Yanga watauliza maswali na Coastal watayajibu, lakini pia Coastal hautacheza kinyonge, pia lazima tuulize maswali tuone kama nao pia wanaweza kutujibu. Kwa hiyo nategemea kuwa mchezo wa kiushindani wa timu zote mbili. Shukrani sana mwalimu. Nakaribisha maswali kwa mwalimu. Mabadiliko ya kimbinu ni jambo la kawaida kwa sababu kutoka mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine unakutana na timu tofauti tofauti. Kwa hiyo kila timu inatumia mbinu tofauti tofauti. So manake kuelekea kucheza na Yanga, Coastal pia tutakuja na mbinu nyingine ambapo itasaidia kuwakabili na kuuliza maswali mengi sana timu ya Yanga African kesho. Swali lingine kwa mwalimu? Mwalimu, kwanza kupongeza kwa kuelekea kwenye mechi dhidi ya na bahati na kufanya vizuri kwa uwezo wa kufunga Singida, miongoni mwa timu ambayo kidogo daraja linafanana na kesho kucheza na Young Africans kwa kipindi ambacho wameondosha leo wakati walimu ambao uzoefu na timu kiuhalisia inakwenda kuwa ngumu na pressure kiasi gani kwa wachezaji wako, lakini mafahamu kiufundi pia huwa inatoa motivation pale ambapo anapokuja mwalimu mpya na wanapokuja walimu wengine kwenye benchi la ufundi kuonyesha chachu ya kila mchezaji itakuwa ngumu kiasi gani? Yes, kwa mabadiliko ya benchi ya kiufundi ambalo Yanga wameweza kulifanya, sisi kwetu Coastal hatujaweka kama ni focus kubwa sana, kwa sababu ni sehemu ya mabadiliko ya kawaida katika timu mbalimbali. Kwa hiyo tunaamini kocha aliyopo amekuwa akihudumu katika nafasi tofauti tofauti katika timu ya Yanga, kwa hiyo tunajua anaifahamu na wachezaji pia wanamfahamu. So tunategemea Yanga yenye style ya uchezaji ile ile, na sidhani kama mwalimu atakuwa na impact ndani ya siku moja kutuletea kitu tofauti. So tumejiandaa kwa kabili kwa jinsi ambavyo tumejua ubora wao kimbinu, lakini pia uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. So Coastal Union there's no pressure at all. Swali la mwisho kwa mwalimu. Motivation wise ni mchezo wenyewe. Niko na imani kabisa wachezaji wengi wanakutana na hizi A team Simba, Yanga, Azam, Singida, game wenyewe tayari ni motivation tosha. So kila mmoja anakuwa na kiu ya kuweza kupambana na hizi timu bora ili wao waweze kuonyesha talanta ambazo wako nazo. Kwa hiyo tunategemea vijana kesho watakuwa na spirit ambayo wamekuwa wakionyesha kwenye mechi zilizopita, lakini pia hata mazoezini tumeona chachu ambayo wamekuwa wakijenga
kuelekea mechi dhidi ya Yanga. So mimi kama mwalimu niko na imani kubwa na wachezaji wangu kwa jinsi ambavyo tumeweza kuandaa physically and also mentally. Kwa hiyo hatuna pressure ya mchezo. Asante sana. Shukran sana mwalimu. Sasa zungumza na mashabiki wa Wanamangush ukiwaalika uwanjani. Mashabiki Wanamangush, Wanatanga, tunaomba bado muendelee kuwa na imani na vijana wetu, na vijana wanaahidi kuleta mchezo mzuri kuelekea kesho. So kikubwa kutoka kwenu tunaomba sana muendelee kusupport, muendelee kutuweka katika sala na maombi yenu, dua, ili timu yetu iweze kufanya vizuri kesho. Kwa ufupi ningeomba kabisa moyo wao ushabiki waje walioko Dar es Salaam, Tanga waweze kufika karibu katika uwanja wa KMC kesho ili kuweza kuanikiza timu yetu ipate matokeo ambayo tunayatarajia kwamba itakuwa ni matokeo mazuri. Shukran sana kocha. Naam, huyo alikuwa ni kocha Fikiri ambaye amezungumza kwa niaba ya benchi la ufundi.